Kundi la vijana Gen Z wa Kenya wameibuka kwa nguvu kumtetea Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, wakisema kuna ukweli ambao watu wanajaribu kuficha, kuanzia video za TikTok hadi video za X. Vijana hawa wameanza kufichua mambo mbalimbali, wengine wakisema Sifuna aliwahi kuonya kuhusu drainage system za Nairobi zamani sana, na sasa mjadala umefika mbali zaidi hadi siasa za mwaka 2027. Lakini Gen Z hawa wanasema nini hasa, na kwa nini baadhi yao wanaamini ya kwamba kuna ukweli mkubwa nyuma ya mafuriko ya Nairobi? Hebu tuangalie video hizi ambazo sasa zinazunguka mitandaoni. Video ya kwanza iliyozua mjadala mkubwa ni ya msichana mmoja anayejulikana mtandaoni kama Gen Z Buddy. Katika video yake alisema wazi kwamba watu wanapaswa kuacha kumlaumu Sifuna. Kwa mujibu wake, kama kuna viongozi waliwahi kuzungumzia tatizo la drainage system ya Nairobi mapema, basi ni Edwin Sifuna pamoja na Babu Owino. Hata alienda mbali zaidi kuonyesha posti ambayo Sifuna aliwahi kuweka tarehe 5 Mei mwaka 2024 akionya kuhusu drainage system ya Nairobi. Hebu sikia alichosema. So for you guys blaming Senator Sifuna and saying that PIA may fail, first, he has taken accountability. He is the only leader in Nairobi, and I repeat, only. Kutoka, mwenye alipewa juzi half of Nairobi, the president himself, the MPs in Nairobi, yeye tu na Babu Owino ndio wameongea. Wakaongelelea history ya floods. Wacha niwaonyeshe, tunasonga haraka, evidence iko kwa karatasi. Sisi watu wa one time tunakuwa tumejipanga, si kama nyinyi. I'll not read the everything. I'll just read the first statement. As part of the leadership in Nairobi, you will hear no excuses from me. Mind you, this man is not given public funds on behalf of the public. Happy we do. Na amesema you will not hear. Tuendelee. This is a tweet he made 5th March 2024, guys. 2 fucking years ago. 2 years ago. And he called out. Akawa call out. Hii ndio kazi ya senator, by the way, for those of you who don't know. Kazi ya senator ni ku make sure the governor is accountable of public funds and of everything he does. Hii ndio kazi ya senator. Unaona? Na kwa hayo mengi na machache, mimi ndio Sifuna na naitwa Gen Z Buddy. One time. Baada ya video hiyo kusambaa, video nyingine ya msichana mwingine wa Gen Z nayo ilianza kuzunguka. Yeye alisema kuna dalili kwamba baadhi ya watu wanachukua swala hili binafsi sana kisiasa, kwa sababu anasema anakumbuka wazi kabisa wakati Sifuna alikuwa akizungumza mara kadhaa kuhusu matatizo ya miundombinu ya maji Nairobi. Kwa hiyo maoni yake, kumlaumu sasa ni kama kusahau historia ya mambo aliyoyawahi kuyasema. Hebu tusikilize maoni yake. You know, some of you guys literally have issues. Sijui kama you have issues with your mental health ama kuna issues gani, because tell me why. We are talking about the failing of the Nairobi governor. Mko hapa mnasema kama aende mpaka na senator hiyo amefail water. Why did he fail? Because if memory serves me right, I've heard Sifuna complain about the drainage system, about the kutupwa takataka, hizo vitu zote za mimi nimeshikusikia complain. And unfortunately, those are his limitations. He cannot even start an impeachment motion against a governor. Hiyo ni kazi ya MCAs. So if you feel the governor could have been impeached before yesterday, ebu ulizeni ma MCA wenyu, party leaders wao waliwaambia nini mpaka wamefika hawezi kumimpeach, when everybody can see how incompetent he is. In fact, up to now, the only Nairobi leader who has taken accountability positively and responded to it ni huyo Sifuna mnakata. The governor said that they didn't see it coming. And the last time I checked, hii nchi huku na pesa inakuanga imewekwa ya crisis management. It should be there, emergency funds, even at a personal level kila mtu ako nayo. So if a county does not have it, it raises more questions than answers. Okay? So ask your MCAs why the governor is still in office after showing so many signs of incompetence. Meanwhile, hata hiyo ya lazima iwork, hiyo kitu pia ilisink kwa maji. People have lost lives. Tunaitritika bado ni joke. So, make sure you are familiar with the constitution and who does what job. And you'll know just how much limitations Bwana Senator has bana. Let him rest. Okay? He doesn't have to sing two times to be a good guy. He doesn't have to.
Sasa hiyo 2 terms ndio imesave Sakaja. That is why the people of Nairobi are wanaishi. Lakini mjadala haukuishia hapo tu. Gen Z mwingine aliamua kuzungumza kuhusu swala ambalo limekuwa trending sana mitandaoni, na ni swala la one term. Kwa maoni yake, moja ya uongo mkubwa unaosemwa kwa vijana sasa ni kwamba wanapaswa kusubiri hadi uchaguzi wa mwaka 2027 ndipo wafanye maamuzi. Yeye anauliza swali moja ambalo limezua mjadala mkubwa, ya kwamba kama wananchi hawaridhiki, kwa nini wasubiri hadi mwaka 2027? Kauli hii imezua mjadala mkali sana kwenye mitandao. Hebu sikia alichosema. The biggest lie we're being sold to right now is one term. Why do we have to wait until elections time? I think we need to act right now. There's someone nimeona ametoka job at 3. Hangeweza to make it out 3 in the night. Ndo ametoka kazi in the CBD. I think we're being sold one term so that when it gets to that time that we are voting, waibe kura. We need to act right now. We're wasting time. Na wakati mjadala huo ukiendelea mitandaoni, video nyingine ya kisiasa nayo ilianza kusambaa. Katika video hiyo, aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua alitoa kauli ambayo imezua tafsiri nyingi. Alisema kwamba ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027 ni kama kujaribu kukata mti wa mugumo kwa kutumia kijembe, akimaanisha jambo hilo sio rahisi. Kauli hiyo imeongeza joto katika mjadala wa kisiasa unaoendelea. Hebu angalia alichosema. So hata kwa bahati mbaya akitoa moja inabaki ngapi? Si tuko sawa? Lakini hawezi faulu. And the way Mwai Kibaki said in 1988, William Ruto, Kithure Kindiki, CS Roko, trying to divide the mountain is like trying to cut the mugumo tree with a laser blade. It's an exercise in futility. It will not work. It will not happen. This mountain is one. Na kura yetu tutapiga kikapu moja. Tutapigia rais moja yule tutasikizana. Si ndio? Our vote is only meaningful when it's one. Na sisi tutaungana na Wakenya wengine. Sasa tuko hapa Mount Kenya, West, East and South. Combined karibu kura milioni 10. Si ndio? Solid 10 kabla hatujaanza hesabu. Tumeshikana na wakazi from Kisii, iko ingine moja 1.5. Tumeshikana na watu ya Mlembe Nation, iko 4. Mijikenda iko ingine 2. Huyu jamaa tunataka tumugonge na 16-17 million ndio aende nyumbani without any issue. And it will happen. Si ni next year? Ile timu yako yoroka. Si tungoje tu. Unajua yeye anatuona tu. Lakini video iliyozua maswali mengi zaidi ni ya kijana mmoja wa Gen Z aliyedai kuwa kuna kitu kisichoeleweka kuhusu mafuriko ya Nairobi. Kwa mujibu wake, Nairobi imewahi kupata mvua kubwa zaidi kuliko mara hii, lakini anasema mara nyingi haijawahi kufikia kiwango hiki mpaka magari kuelea juu ya maji. Kauli yake imefanya watu wengi kuanza kujiuliza maswali kuhusu miundombinu ya jiji, mipango ya mifereji ya maji na usimamizi wa jiji la Nairobi. Hebu sikia hoja yake. Wakenya. Unaona hiyo flood ilifanyika jana. Acha tu niwaambie ukweli mazee. Because hivyo ndio Mungu ameniweka niwaambie ukweli. Yes. Such thing haijafanyika hata Nairobi. Haujaona gari kibebwa bro. Like hujaiona gari kibebwa na maji CBD. Hujaona watu mtu amekuwa submerged kwa maji ati wameshikana, like such thing hujaiona Kenya. Na mvua imekuwa ikinyesha, acha na hii ya jana. Hii ni sosa yo. Unaona? Na ukichunguza mzuri, macontractors wenye wamepatiwa watengeneze barabara na all the drainage system in Nairobi, hawa ni wa Chinku, unaona? Na ukiangalia Chinku those days and maybe those days zenye mlikuwa mnaangalia ma TV wakati flood inafanyika huko kwao, those were the scenes zenye mlikuwa mnaona huko kwao. Sasa ziko huku Kenya, unaona? So mimi sioni kama wanafanya kazi mzuri ya barabara hapa hivi. Mainjinia wa Kenya wapewe kazi. Si ndio tunaelewa Nairobi mteremko ni wapi
na mlima ni wapi. Juu hawa ni kama walituwekea the opposite way. Badala maji iende hii side, wanaidirect ikuja wapi? Hata kama maji huwezi direct, lakini hizo vitu ukiangalia mzuri wewe, ukiangalia hizi barabara za China, it has cost us a lot. Angalia Tao venye ilikuwa inakaa. Tao inakaa ocean bana. Hata ijaifanyika hivyo. Na kwani mvua imenyesha mara ngapi Nairobi? Wakenya tuambiane tu kweli. Mvua imenyesha mara ngapi Nairobi? Hii haifanyikangi hivi bana. They want to sweep us away manze. Wanataka kutumaliza, wanataka kutufieka na hii maji. Juu hiyo maji hata Kenya mvua inanyeshanga mbaya, lakini si hii. Unaona? Si hii bana. Mvua ijaifika Nairobi hii design. Sasa serikali tafadhali manze. Unaona contractors wacha wakuwe wa Kenya. Peane wa Kenya kazi because they understand the nature. They understand the nature of their country. Unaona? Wanaelewa maji inatokanga point A to B ama B to C. Lakini unapatia contractor kazi hata ajui mlima iko wapi, ajui mteremko iko wapi ya Kenya na ni mgeni. Hapana bana. Hii Kenya manze. Unaona venye mnabomoa barabara zinini, ndio mnataka watu wafiekwe na barabara na maji manze mvua ikinyesha. Lakini hii maneno ya barabara iangaliwe sana. Yes, because ni kama wali direct maji ikuje imalize watu Nairobi mzima. And that will happen. Hakuna mimi sijaona maji mimi sijaona maji ikifanya watu hivyo man. Share this video. Contractors wa China wote ni maimbo. Mimi naona hivyo. Hakuna kitu, ni kukula tu do man. Tupewe hiyo kazi. Tupewe hiyo kazi. Sisi kama maengineer. Tupewe hiyo kazi. Kwanza mimi nipewe hiyo kazi. Mimi ni engineer mzuri sana. Tupewe hiyo kazi bana. Hapana bana. Unaona venye wasio wamededi manze, angalieni hata hizo mapicha. Angalia venye wasio wamededi man. Bana, haijaifanyika hivyo. Sasa baada ya kusikia maoni haya yote ya Gen Z, swali kubwa linabaki. Je, Sifuna analaumiwa kwa kitu ambacho aliwahi kuonya mapema au hii ni sehemu ya siasa zinazoanza kuelekea mwaka 2027? Na wewe unasemaje mtazamaji wangu? Je, mafuriko ya Nairobi ni matokeo ya mvua kubwa tu au kuna matatizo makubwa ya uongozi na miundombinu? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama bado hujajiunga na familia ya Mizuka Media, usisahau kutufollow au kusubscribe kwa habari kubwa za siasa, burudani na maisha kutoka Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.